Msemaji wa Samia ageuka kigugumizi baada ya maswali magumu ya BBC kuhusiana na mauaji yaliyofanyika mwaka jana ndani ya Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa amesema kuwa nchi imeendelea kuwa katika hali ya utulivu, amani na umoja wa kitaifa siku 100 baada ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana. Kwa mujibu wa Msigwa, licha ya kuwepo kwa mijadala ya kisiasa na changamoto mbalimbali zilizojitokeza baada ya uchaguzi, hali ya usalama nchini imeendelea kuwa imara na maisha ya wananchi yameendelea bila kuvurugika. Akizungumza katika mahojiano maalum na BBC Swahili tarehe 10 Februari mwaka huu, Msigwa alieleza kuwa serikali imechukua hatua mbalimbali kuhakikisha kuwa usalama wa raia na mali zao unalindwa, huku shughuli za kijamii na kiuchumi zikiendelea kama kawaida katika maeneo yote ya nchi. Kwa mujibu wa msemaji huyo ambaye alizungumza kwa hali ya kusitasita, alisema kuwa hali ya utulivu inayoshuhudia imechangiwa kwa kiasi kikubwa na mshikamano wa Watanzania pamoja na utamaduni wao wa kuheshimiana na kushughulikia tofauti za mitandao kwa njia ya amani. Alisema kuwa serikali imeendelea kusisitiza umuhimu wa kudumisha amani katika msingi wa maendeleo ya taifa. Msigwa alibainisha kuwa katika kipindi cha siku 100 tangu kufanyika kwa uchaguzi, wananchi wameendelea na shughuli zao za kila siku bila hofu, zikiwemo biashara, kilimo, uvuvi, usafirishaji na utoaji wa huduma za kijamii. Alisema hali hii inaashiria kuwa mazingira ya kiusalama nchini ni mazuri na yanaruhusu utekelezaji wa majukumu ya maendeleo bila vikwazo vikubwa. Akizungumzia changamoto zilizojitokeza baada ya uchaguzi, msemaji mkuu wa serikali alisema kuwa ni jambo la kawaida katika mifumo ya kidemokrasia kuwepo kwa hoja, malalamiko na mitazamo tofauti kutoka kwa wadau mbalimbali wa kisiasa, na alisisitiza kuwa serikali imekuwa ikihimiza hoja hizo kushughulikiwa kwa kuzingatia sheria, taratibu na taasisi zilizopo badala ya kuchukua hatua zinazoweza kuhatarisha amani na utulivu wa nchi. Msigwa alisema kuwa vyombo vya dola ikiwemo jeshi la polisi na vyombo vingine vya usalama vimeendelea kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia misingi ya kisheria, haki za binadamu na uhuru wa raia. Aliongeza kuwa lengo kuu la serikali ni kuhakikisha amani inalindwa wakati wote, huku haki za wananchi zikiheshimiwa kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Na katika mahojiano hayo, Msigwa alisisitiza kuwa serikali haijayumbishwa na tofauti za kisiasa zilizojitokeza baada ya uchaguzi, bali imeendelea kutekeleza mipango ya maendeleo katika sekta mbalimbali. Alitaja kuwa utekelezaji wa miradi ya mikakati ya taifa ikiwemo miundombinu, afya, elimu na nishati umeendelea kama ulivyopangwa. Aidha, alieleza kuwa serikali inaamini kuwa mazingira ya amani na utulivu ni muhimu katika kuvutia uwekezaji wa ndani na nje ya nchi, na kwamba hali ya usalama iliyo kwa sasa inatoa ishara chanya kwa wawekezaji na wadau wa maendeleo. Akizungumza suala la uwajibikaji wa madai ya ukiukwaji wa haki yaliyoibuliwa katika kipindi cha uchaguzi, Msigwa alieleza kuwa serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya uchunguzi inayoongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman, na kwa mujibu wake tume hiyo ina jukumu la kuchunguza kwa kina madai mbalimbali yaliyotolewa kuhusu matukio ya uchaguzi na kutoa mapendekezo yatakayosaidia kuimarisha mifumo ya uchaguzi na utawala bora. Msigwa alisisitiza kuwa serikali imeipa tume hiyo uhuru mkubwa wa kutekeleza majukumu yake bila kuingiliwa, ili iweze kufanya kazi kwa haki, uwazi na kwa kuzingatia ushahidi unaopatikana. Alisema vilevile kuwa hatua hiyo inaonyesha dhamira ya serikali katika kushughulikia hoja zinazojitokeza kwa njia ya kisheria na taasisi.
Kwa mujibu wa msemaji mkuu wa serikali, matokeo ya kazi ya tume hiyo yanatarajiwa kutoa mwanga kuhusu maeneo yanayohitaji maboresho, hususan katika masuala ya usimamizi wa uchaguzi, haki za binadamu na uwajibikaji wa taasisi. Aliongeza kuwa mapendekezo yatakayotolewa yatasaidia kujenga imani ya wananchi kwa mifumo ya nchi na kuimarisha misingi ya demokrasia kwa siku zijazo. Msigwa alieleza kuwa serikali inaendelea kuhimiza wananchi kuendelea kudumisha umoja na mshikamano wa kitaifa, akisisitiza kuwa tofauti za kisiasa hazipaswi kugawanya Watanzania au kuhatarisha amani ya nchi. Alisema kuwa umoja wa kitaifa ni rasilimali muhimu inayopaswa kulindwa na kila mwananchi. Na katika tathmini ya siku 100 baada ya uchaguzi, Msigwa alisema kuwa hali ya jumla ya usalama nchini imeendelea kuwa thabiti na hakuna dalili za kuyumba kwa utulivu wa nchi. Alibainisha vilevile kuwa taarifa za kiusalama zinaonyesha kuwa matukio ya uvunjifu wa amani yameendelea kudhibitiwa, huku vyombo vya usalama vikiendelea kuwa macho na kuchukua hatua ambazo ni stahiki pale inapobidi. Kwa mujibu wa serikali, hali hiyo imewezesha wananchi kuendelea na mipango yao ya maendeleo binafsi na kijamii pamoja na kushiriki katika kushughulikia katika shughuli za uzalishaji mali bila hofu au wasiwasi. Msigwa pia aliongeza kuwa serikali itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo vyama vya siasa, asasi za kiraia na taasisi za dini katika kujenga mazingira majadiliano ya amani na kuheshimiana. Alisema kuwa mazungumzo ya kujenga ni sehemu ya mchakato wa kuimarisha demokrasia na mshikamano wa taifa. Akihitimisha mahojiano hayo, msemaji mkuu wa serikali alisisitiza kuwa amani, utulivu na umoja wa Tanzania vitaendelea kuwa vipaumbele vya serikali katika kipindi kinachoendelea baada ya uchaguzi. Vilevile alisema kuwa serikali itaendelea kuchukua hatua zote zitakazohitajika kuhakikisha wananchi wanaishi katika mazingira salama, yenye utulivu na yanayowezesha maendeleo ya taifa. Kauli ya Msigwa inakuja katika kipindi ambacho mjadala wa kitaifa kuhusu uchaguzi mkuu, haki za kibinadamu na mustakabali wa demokrasia unaendelea kushika kasi. Hata hivyo, kwa mujibu wa serikali, hali ya usalama na mshikamano wa kitaifa vimeendelea kudumishwa na shughuli za wananchi zinaendelea kama kawaida katika maeneo yote ya Tanzania. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo kama kawaida inakuletea taarifa hizi kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi na zidi kutupa support yako kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.